lazima uitafute nguvu. Amen. Wewe ni binti unapotembea na kijana kama hivi. Umenielewa? Vijana siku ya leo, miaka hii vijana wa kike na wa kiume iko changamoto. Kijana wa kiume akitembea na binti kama hivi, mawazo yanabadilika. Unanielewa? Yaani mawazo yanabadilika. Sawa? Yanabadilika mawazo, yanakuja mawazo mabaya. Mawazo mabaya na kujilia. Binti mawazo mabaya, na kijana hapo mawazo mabaya yameshakutana. Atakayeanzisha hapa amefaulu. Maana wote wana wazo moja. Lakini ile nguvu kishaipata, unapotembea na binti namna hii, si ndio? Huyu ni binti, wala si dadako. Unamwona kama ni dada yako. Unamwona kama ni mtumishi wa Mungu, ni dadako. Kama ni dadako ambaye amezaliwa pamoja, mnatembea mnaenda hapo mmeongozana kama dada yako. Kwa sababu ipo nguvu ambayo inakufanya ushinde dhambi, ushinde ushawishi. Ipo nguvu. Lakini leo hii wamekosa hiyo nguvu. Ndio maana dhambi zinafanyika hovyo hovyo. Ndio maana watu wameshinda kustahimili. Ndio maana watu wanajificha wanafanya madhambi. Na kanisani wanaingia, wamechafuka miili yao, wamechafua mioyo yao. Lakini kanisani wanaingia, maana haipo nguvu ya kuwasaidia. Nasema ipokee nguvu kuanzia leo, ili uweze kukusaidia, uweze kutembea kwa ujasiri. Dhambi kwangu isikie tu. Amesema tumehamishwa, ametuokoa kwenye utumwa wa dhambi. Leo ni watumwa wa haki. Nataka uwe ni mtumwa wa haki, usiwe mtumwa wa dhambi. Nguvu ikikujilia unakuwa ni mtumwa wa haki. Unielewa? Mtu nayeona, una macho ya kuona, utasema huyu ni sawa na dadangu. Ukiona kijana mcheza binti fulani, unasikia hasira. Unasikia hasira. Umenielewa? Kwa sababu ipo nguvu ndani yako. Unanisikia vijana nyinyi mpo? Vijana mpo? Itafuteni nguvu. Na nguvu hiyo ndio itakayowaletea utajiri. Singesema mimi nakubwa. Hiyo nguvu itakupa utajiri. Mimi nakwambia kweli kabisa. Yaani hiyo nguvu ndio ambayo itakupa utajiri. Hiyo nguvu, kwa sababu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Roho Mtakatifu ni mwalimu ambaye anaweza akakufundisha, anaweza akakukumbusha yaliyopita, anaweza akakuplania vitu vizuri na ukafanikiwa. Kwa hiyo nguvu kiipokea, maana umepata mtaji. Mtaji hapa duniani, mtaji kwenda hapo kwa Baba. Kwa Roho Mtakatifu akikujilia, unaipokea nguvu ya ajabu sana. Yaani inakutenganisha na mambo ya dunia, inakuletea mambo ya kimbingu. Ungesema amina. Inakuletea mambo ya kimbingu. Kwenye nyumba yako unapata mambo ya kimbingu, haupati mambo ya kidunia. Yaani mtu akiingia nyumbani anajisikia amani, kama tulivyosoma kwenye 128 ile Zaburi. Amesema utakuwa ni heri na kwako kwema. Akai pale hapo. Anasema unakuwa ni heri na kwako kwema. Kwa sababu ya ile nguvu. Kama kwako ni kwema, wateja ofisini kwako wanakuja. Nyumbani kwako wageni wanakuja. Yaani watoto wako wanakiba. Jamani, Bwana asifiwe. Nakumbuka mwaka mmoja, miaka 80, nilikuwa 83 au 4. Tukawa masoma na jana fulani. Wao walikuwa wamefanikiwa sana. Sawa? Yaani pale kijijini yule mzee ndio alikuwa kama tajiri. Sasa wale watoto wake, hata sisi sasa tunakuwa karibu nao wakati mwingi. Umenielewa? Karibu naye kwenye begi lake, unakuta baba amechukua kiazi kubwa amepita kwenye begi. Kiazi cha kuchemsha ameweka. Yes, hajapitia hivyo vitu. Na ni kiazi liko mle. Kwa hiyo unakuta nikukatia. Unakuwa karibu na, kwa sababu kwao ni heri. Ni kwema. Kuna vitu. Usinielewa? Nani atamani hata wewe kwa kuwe kwema? Usikose wageni. Usikose marafiki wazuri. Kwa sababu hapo ni kwema. Na hapa kwa moyo ni pema, singesema amina. Hapa ni pema. Wewe unajua hapa ni pema. Watu wanakuja hapa, ni pema. Wengi wanakuja. Kwa sababu sisi tunakuwa mpo. Mtu anakuja naongea, mimi kama naweza kumsaidia kwa sababu ni pema. Amen. Tafuta hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Nasema tafuta hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Tafuta hiyo nguvu kwa jina la Yesu.
yatiwe nuru, uweze kuona. Amen, uweze kuona. Mna macho ya kuona, si ndio? Lakini mnafanya nini? Mna macho ya kuona lakini mseme tunaona. Mna macho ya kuona na mnaona kweli. Lakini wale ambao hawajapokea nguvu wana macho ya kuona lakini hawaoni. Mimi nashangaa jamaa ametoka huko amekuja, akifika hapa kwenye ukuta hapa. Yaani baba mkubwa kabisa anaanza kujisaidia. Anajisaidia hapo upendoni hapa. Hapa anajisaidia. Sasa unaona kabisa mpenda ndio, yaani mpenda unaanza kujisaidia kama hapa hivi. Nitakuelewa kweli? Wana macho ya kuona lakini haoni. Yeye anaona hapo ni kichaka siwi amejificha siwi. Maana ameelewa na pombe zake, ameshavuta. Haelewi. Yaani ubarikiwe wewe, mshukuru Mungu. Aliyekupa wokovu, singesema amina. Aliyekupa neema hii ya wokovu, mshukuru Mungu. Inawezekana usingekuwa hivi ulipo. Lakini kwa sababu umepokea nguvu, hiyo nguvu inakusaidia. Inakupambanulia vitu. Hata kuvaa tu inakupambanulia. Kufanya chochote inakupambanulia. Ndio kama hapa na fanya hivi hapa fanya hapa. Hiyo ni nguvu ambayo inatakiwa nyumbani mwa Mungu. Umeelewa? Kwa Yesu tunamalizia tuendelea chini kidogo.